Hujambo na karibu. Leo tunaangalia viwakilishi vimilikishi. Tuweze kujua maana, mifano na hata tufanye zoezi kuhusiana na viwakilishi vimilikishi. Learning with Senti, becoming more. Karibu. Viwakilishi vimilikishi ni maneno ambayo hurejelea nomino kwa kutumia vimilikishi. Tuliweza kusoma viwakilishi vya nafsi katika somo la awali na inachukuliwa kwamba viumbe wenye uhai ndio huweza kumiliki vitu. Viumbe katika ngeli ya awa. Hivyo tutaweza kutumia nafsi kuonyesha vimilikishi. Tutatumia nafsi ya kwanza, nafsi ya pili na nafsi ya tatu kuonyesha vimilikishi. Hivyo kama ilivyokuwa kwa viwakilishi vya nafsi kwamba vilikuwa 6. Nafsi ya kwanza ikiwa na viwili, umoja na wingi, nafsi ya pili ikiwa na umoja na wingi vikawa viwili, na nafsi ya tatu ikawa na viwili, umoja na wingi. Vile vile viwakilishi vimilikishi vitakuwa 6. Nafsi ya kwanza ikiwa ni mimi. Kumbuka viwakilishi vya nafsi, nafsi ya kwanza tulikuwa na mimi, kwa wingi ikawa sisi. Ikiwa ni mimi namiliki kitu, nitasema ni changu. Kama ni kiatu nitasema ni changu. Kama ni mtoto nitasema ni wangu. Hapo tunapata angu. Mzizi ni angu. Kwa wingi ikiwa ni sisi tunamiliki labda viatu, tutasema ni vyetu. Kama ni watoto tutasema ni wetu. Kwa hivyo hapo tunapata etu. Nafsi ya kwanza viwakilishi vimilikishi mizizi ni angu, umoja, kwa wingi ikawa etu. Nafsi ya pili tulisema viwakilishi vya nafsi ilikuwa ni wewe, kwa umoja, kwa wingi ikawa nyinyi. Kwa hivyo ikiwa ni wewe unamiliki kitu. Kwa mfano kitabu nitasema ni chako. Kama ni gari nitasema ni lako. Kama ni nyumba nikasema ni yako. Kwa hivyo hapo tunapata mzizi ako. Kwa wingi sasa ni nyinyi. Vitabu ni nyinyi mnamiliki, itakuwa ni vyenu. Kama ni magari yatakuwa ni yenu. Kama ni nyumba zitakuwa ni zenu. Hapo tunapata mzizi enu. Kwa hivyo nafsi ya pili tuna mzizi ako katika umoja na enu katika wingi. Nafsi ya tatu ilikuwa ni yeye. Viwakilishi nafsi, yeye umoja, wakiwa wengi ikawa ni wao. Sasa tuna viwakilishi vimilikishi. Ikiwa ni yeye anamiliki kitu, tutasema vipi? Labda ni kiatu, kitakuwa ni yeye anamiliki. Kwa hivyo tutasema ni chake. Kama ni gari tukasema ni lake. Kama ni mtoto tukasema ni wake. Kama ni simu tukasema ni yake. Kwa hivyo hapa tunapata mzizi ake. Sasa wakiwa wengi wao, tukitumia kwa mfano nomino simu, tutasema ni zao. Kama ni kalamu ni zao. Kama ni magari ni yao. Kama ni nyumba ni zao. Na kama ni chakula ni chao. Kwa hivyo tunapata hapo mzizi ao. Nafsi ya tatu tukapata viwakilishi vimilikishi vikitumia mzizi ake na ao. Kwa hivyo kwa kifupi tunasema hivi, mizizi ya viwakilishi vimilikishi ni angu, etu, ako, enu, ake na ao. Hiyo ndio mizizi unatumia. Kisha kutegemea na ngeli, ukiongeza kiambishi ngeli, unapata sasa kiwakilishi kimilikishi. Kwa mfano naweza kusema, zao zimeharibika. Zao zimeharibika. Ukiangalia hiyo sentensi nimetumia mzizi ao. Kwa hivyo zao inakuwa ndio kiwakilishi kimilikishi. Na zao ni kiwakilishi kimilikishi cha nafsi ya tatu. Nafsi ya tatu wingi. Naweza kusema lake limekucha. Lake limekucha. Tunaona kwamba mzizi ambao umetumika hapa ni ake. Kwa hivyo neno lake ni kiwakilishi kimilikishi. Naweza kusema pia kwetu kuna stima. Kwetu kuna stima.
kumaanisha kwamba mzizi ambao umetumika hapa ni etu. Kiwakilishi kimilikishi basi kikawa kwetu, na kwetu ni kiwakilishi kimilikishi cha nafsi ya kwanza wingi. Kama kawaida yetu, tuingie kwa maswali. Swali la kwanza, lake limeharibika jana. Lake limeharibika jana. Tambua kiwakilishi kimilikishi katika sentensi hiyo. Kiwakilishi kimilikishi hapo ni lake. Lake labda ni gari, kwa hivyo inakuwa lake. Na lake ni kiwakilishi kimilikishi cha nafsi ya pili umoja. Sentensi ya pili ambayo unatambua kiwakilishi kimilikishi ni walimu walipenda zetu. Walimu walipenda zetu. Kiwakilishi hapo, kiwakilishi kimilikishi ni zetu, na zetu ni kiwakilishi kimilikishi nafsi ya kwanza wingi. Sentensi ya tatu, yao iko karibu na shule. Yao iko karibu na shule, labda ni nyumba. Yao imetumika kuwakilisha nyumba, na yao basi ndio kiwakilishi kimilikishi. Mwisho, yako atahudhuria sherehe hiyo. Yako atahudhuria sherehe hiyo, labda ni rafiki yako. Vile hapo ndio kiwakilishi kimilikishi. Kwa mukhtasari, leo tumesema viwakilishi vimilikishi ni 6. Kuna angu na etu, nafsi ya kwanza. Kuna ako na enu, nafsi ya pili. Na kuna ake na ao, nafsi ya tatu. Natumai umejifunza. Asante kwa kuungana nami. Nitafurahi nikikuona tena katika makala mengine, tukiendelea kujifunza aina ya viwakilishi. Nimekuwa mwalimu wako, na mpaka wakati huo mwingine, na kutakia wakati mwema. Kwaheri.